Habari na karibuni wapenzi wa filamu, natumai mnaendelea vyema. Katika video hii tumekuletea, kwa hivyo wacha tuingie. Joe alikuwa mvuvi ambaye aliishi kwa ajili ya bahari. Kama kila asubuhi, yeye huenda kwa mashua yake ndogo, akiwa na hamu ya kupata samaki. Lakini kwamba leo bahari ilihisi tofauti. Ukungu mzito ulitanda kwa kasi na kumeza upeo wa macho. Sauti na umbo vilitoweka. Joe alipoteza njia. Alipokuwa kipofu, aliona kivuli yacht, kubwa na kimya, inayoonekana kama mzimu kutoweka na kuonekana. Udadisi ulimvuta karibu. Alifunga mashua yake kwenye reli yake na kupanda ndani. Alipoingia ndani, pumzi zilimshika kasi. Yacht haikuwa na doa na ya kushangaza, ilimchanganya. Kwa nini? Kwa sababu chakula safi kwenye meza, nguo zilizokunjwa vizuri, vikombe kwenye counter. Ilikuwa na harufu hafifu ya limau na chumvi, ishara za watu, lakini hakuna watu. Hakuna nyayo, hakuna sauti. Tu hewa nzito, haiwezekani utulivu. Alijaribu injini. Waffle. Aliangalia na kucheza na swichi, kwa sababu anajua jinsi ya kuendesha motors, lakini injini ilikataa kuamka. Akiwa peke yake kwenye bahari kubwa, tupu iliyo na mashua iliyopambwa vizuri bila wafanyakazi, Joe alihisi woga. Aliinua darubini, akatazama ukungu kwa mashua au meli nyingine, mkono unaopunga chochote. Lakini hakuna kinachoonekana kwenye ukungu. Alirudi kwenye chumba cha kudhibiti na kuwasha redio. Jahazi hii haieleweki. Mtu yeyote akinisikia, jibu. Tuli alimjibu. Akiamua kuacha mashua hiyo ya ajabu na isiyo na kitu, alikimbilia kwenye sitaha yake mwenyewe. Kile anachopata mashua yake mwenyewe imekwenda. Alikuwa amefungwa kwa nguvu, sasa ilikuwa imepita bila kuwaeleza. Ukungu ule uliokuwa umetanda, ulinyanyuka ghafla. Anga ikaondoka sasa, ilikuwa mchana. Joe alisimama ameduaa kwenye sitaha tupu, mapigo ya moyo yalikuwa yakienda kasi. Bila chaguo lingine, alibaki kwenye bodi, akitumia ramani za boti kuelekeza njia ya kurudi. Lakini kulikuwa na tatizo moja, injini ilikuwa bado imevunjwa. Ikiwa alitaka kuishi, alilazimika kurekebisha. Anatafuta kuzunguka yacht kwa zana, jasho na matumaini ya kumsukuma. Masaa baadaye, wasiwasi na nimechoka, lakini hatimaye injini kuleta maisha yake. Msaada ulimjaa, mpaka redio ikanyamaza tena kwa dakika chache. Akaenda kichwani. Akiwa peke yake kwenye meli isiyo na sauti, alitoka ili kujisaidia, lakini ngoja, mtu fulani alimsukuma kwa nyuma. Usawa uliopotea na kutumbukia kwenye maji baridi. Mshtuko ule ukashusha pumzi, mikono yake ikashika mshipa. Akiwa ameshikilia mstari, akajivuta tena kwenye ubao huku akihema kwa nguvu. Akiwa bado anatetemeka, alienda chini kumalizia kazi yake. Ghafla, mlango uligongwa kwa nguvu. Mwanzoni alifikiri ni upepo, lakini baadaye akagundua kuwa ulikuwa umefungwa kutoka ndani. Alijaribu kila kitu, kupiga teke, akiingiza sarafu kwenye kufuli, akipiga kelele hadi koo lake likamuuma. Hakuna jibu. Vikombe nadhifu kwenye kaunta, nguo zilizokunjwa, vyakula vibichi, hakuna hata kimoja kilichoeleza mlango uliofungwa. Wazo la polepole na la kutisha likatulia, hakuwa peke yake. Kitu kisichoonekana kilimtazama, kikacheza naye. Alipaza sauti, ikiwa kuna mtu yeyote pale, fungua mlango huu. Mimi si mwizi, niache tu niende. Kimya kilimeza kabisa. Sasa Joe anapoteza matumaini. Joe alikimbia kuelekea kwenye kibanda, akiomba njia ya kutoka. Lakini alipoingia ndani, damu yake ilikimbia baridi. Michirizi ya giza ilifunika kuta. Ilikuwa madoa ya damu. Hewa ilikuwa nzito, ikisumbua. Mapigo ya moyo yakienda mbio, akashika mkasi na kujaribu kufunga kufuli, huku akitamani kutoroka. Hakuna matumizi. Kufuli ilishikilia sawa. Ghafla, yati ilisikika na kutikisika, kama kitu kikubwa kimeikamata. Sakafu ilitetemeka chini ya miguu ya Joe. Hofu ikaongezeka, akaliona dirisha dogo hapo juu. Alipanda na kujisukuma nje, akaganda tu kwa mshtuko. Meli kubwa ya mizigo ilikuwa ikimjia moja kwa moja, mwili wake wa chuma ukipenya baharini kama mnyama. Pigo moja na yacht ingevunjwa vipande vipande. Bila kuwaka, bila zana, bila kitu, Joe alivua shati lake na kulipungia kwa nguvu. Alipiga kelele kwa nguvu zote. Lakini meli ya mizigo inasonga mbele, kipofu na kiziwi. Hakuna aliyemwona. Mapigo yake ya moyo yakadunda. Mgongano moja na alikuwa amemaliza maisha yake. Kisha nikapata wazo. Kamba ilining'inia karibu na dirisha. Ikiwa angeifunga vizuri, labda angeweza kuizuia yacht. Anaitupa nje, akiitia nanga ili kurudisha chombo nyuma. Lakini badala ya kupunguza kasi, kamba iliingia kwenye shabiki wa injini. Ilivuta kwa nguvu, ikijikunja kwa nguvu kwenye shingo yake. Mara moja, alikuwa anasonga, maono akiogelea. Alipiga makucha kwenye kamba, kifua kikiwaka moto, maisha yalitoweka. Katika ukingo wa kifo, alipapasa chombo na kujikata. Koo lake liliwaka nyekundu, mbichi, lakini alikuwa hai. Vigimo.
Hatimaye injini ilisongwa, ikasimamisha mwendo wa boti kidogo. Kwa nini? Kwa sababu meli ya mizigo iligonga. Athari ilinguruma kama mlipuko na kumtupa Joe kwenye sakafu. Kichwa chake kilipasuka dhidi ya chuma na giza likameza. Kisha eneo kupunguzwa kwa nyeusi alipofika, fuvu lake throbed na bafuni mafuriko. Walakini haya hayakuwa maji ya bahari ya chumvi, yalikuwa safi, safi, karibu safi. Mtu fulani au kitu alikuwa akicheza naye. Akitetemeka, alinong'ona kwenye ukimya, tafadhali yeyote yule, niache niende, lakini hakuna majibu. Akiwa dhaifu, mwenye njaa na amechoka, alimeza yale maji kidogo ya kuoga hadi yakakauka. Akiwa amekata tamaa, akainama kwenye sinki. Lakini wakati huu maji yalikuwa na chumvi. Chumvi ilichoma midomo yake. Hofu ilitokea, maji ya bahari yalikuwa yakiingia. Boti ilikuwa ikivuja, ikifa. Akagonga mlango. Imefungwa bado. Imenaswa. Usiku ukaingia. Nje alihisi ukimya na uwepo wa uovu, nguvu isiyoonekana inayovuta kamba, ikiamuru mashua. Maji yalipanda juu. Akiwa amechoka sana, alianguka na kulala usingizi mzito. Kisha ikaja dhoruba. Upepo mkali na mawimbi yalipasua boti na kuipasua. Akiwa amevunjika na kuumia, Joe alivuja damu na kujikwaa kupitia machafuko hayo. Kufikia asubuhi, maji yalifika kidevuni mwake, uso wake tu ndio ulikuwa juu. Alijitahidi kupumua. Ilionekana kama mwisho. Kisha bonyeza. Sauti nyororo, kama kufuli inayogeuka. Akashika mpini na kukunja. Mlango ukafunguka vizuri, maji yakipita. Mafuriko yalimchukua, lakini alikimbia juu, akikohoa na kuhema kwa hewa. Hatimaye alivunja sitaha, akijikokota kwenye paa, akinyonya hewa safi. Chini, yacht iliugua chini ya uzito wa maji. Hapo juu, ukimya ulitanda kwenye upeo wa macho. Mwili wa Joe ulitetemeka kwa uchovu. Alijua sasa hii haikuwa bahati mbaya. Kitu cha nguvu kisichoonekana kilitaka kumpa maumivu ya mwili au kiakili, kumvuta hadi kilindini. Na yacht ilikuwa inazama kwa kasi. Joe alikuwa ameamua, hangetumia dakika nyingine kunaswa kwenye boti hiyo iliyolaaniwa. Tumaini lake pekee lilikuwa kutoroka. Akichimba chombo, alipata mifuko ya hewa na mlango wa bafuni uliovunjwa. Kwa kamba na chakavu, alivifunga pamoja kwenye rafu ya muda. Haikuwa nyingi, lakini ilikuwa uhuru. Alitafuta chakula, maji na zana, akifunga kila kitu kwa uangalifu. Kisha, bila kutazama nyuma, alishusha mashua yake baharini na kupanda ndani. Bahari ilimtikisa kwa upole huku akipeperuka. Kwa mara ya kwanza baada ya siku, Joe alihisi cheche ndogo ya matumaini. Lakini ndoto haikuisha. Saa zilipita, na ingawa alipiga makasia na kupiga makasia, mashua kubwa ilibaki ikimkabili. Haikuwa imezama, ingawa kwa mantiki yote ilipaswa kuwa imeshuka zamani. Kisha akapata wazo. Ikiwa yacht bado inaelea, kwa nini usirekebishe? Yacht isiyobadilika itakuwa na nguvu zaidi kuliko raft yake dhaifu. Basic accuracy. Kwanza, aliweka viraka uvujaji. Kisha, kwa kutumia mabomba na zana, akatengeneza pampu ghafi ya kumwaga maji ya bahari. Polepole lakini kwa ufanisi, maji yalitoka nje. Mara baada ya ndani kukauka, aliimarisha mwili kutoka nje, akiimarisha kila sehemu dhaifu ambayo angeweza kupata. Hatimaye, yacht ilikuwa ya kustahimili bahari tena. Matumaini yalikuwa makubwa. Alienda haraka kwenye chumba cha kudhibiti na kuita msaada kwenye redio. Kimya. Tena hakuna majibu. Alikata tamaa, aligeukia chati, akijaribu kupanga njia yake ya kurudi nyumbani. Kisha akawasha tena injini, ili tu kuhisi boti imetulia tuli kabisa, ikiwa imejikita baharini kana kwamba imefungwa minyororo na mikono isiyoonekana. Roho yake iliashiria. Na kisha, kwa mbali, inaonekana meli nyingine. Moyo wake unaruka kwa matumaini. Aliacha jahazi iliyokufa na kuingia ndani ya boti yake, akipiga kasia kwa nguvu kuielekea. Lakini meli kubwa ilianza kugeuka, ikiteleza kwake kwa kasi isiyo ya kawaida, kana kwamba inaelekezwa kwake moja kwa moja. Mikono ya Joe iliwaka alipokuwa akipiga makasia kwa kasi, lakini chombo kilienda kasi zaidi. Muda mfupi kabla ya kuguswa, alijitupa majini, akiogelea kwa ajili ya mashua nyingine aliyotazama mbali zaidi. Alipambana na mawimbi kwa mapigo ya kukata tamaa, lakini alipotazama juu, mashua ya pili ilikuwa imetoweka. Hapo ndipo ukweli ulipozama ndani yake. Yacht ilikuwa na nguvu fulani mbaya, ikimweka mfungwa baharini. Akiwa na hofu dhidi yake, aliapa kwamba hatakanyaga tena. Lakini bahari ilikuwa na mipango mingine. Jioni ilianguka, na kwa hiyo, baridi kali. Pomboo waliogelea chini yake, vivuli katika maji ya giza, lakini mawimbi ya baridi yalipunguza nguvu zake. Akiwa anatetemeka, amevunjika, hatimaye alijisalimisha na kujikokota kurudi kwenye yacht. Akiwa na homa na kukosa uwezo wa kufikiria, alianguka chini ya blanketi na kulala usingizi usio na utulivu. Asubuhi haikuleta huruma.
Alipoamka, akajaribu kwa mara nyingine tena kuondoka kwenye boti, aligundua mlango umefungwa kutoka nje. Hofu iliongezeka. Kwa nini? Kwa nini mimi? Aliwaza. Kisha macho yake yakatua kwenye kabati dogo la mbao lililowekwa pembeni. Ndani yake, alipata mwanya, shimo nyembamba ya uingizaji hewa inayoelekea juu. Akaingia ndani, akajipenyeza kwenye sehemu ya kuhifadhia iliyofinywa. Hapo juu ilikuwa njia ya kutoka. Kila alipojaribu kupanda, mikono yake iliteleza, mwili wake ukirudi chini kwenye chuma kigumu. Maumivu yaligawanyika kwenye mbavu na mikono yake, michubuko ikiongezeka. Lakini bado aliinuka tena, akikataa kujitoa. Jahazi lilitaka kumvunja, lakini hakuwa tayari. Tena na tena Joe aliteleza na kuanguka, akiwa na michubuko na kutokwa na damu, lakini mwishowe alifanikiwa kupanda tena hadi kwenye tundu. Alipiga makucha kwenye dirisha dogo, akilazimisha kwa nguvu zake zote. Hakuna kitu. Ilifungwa kwa muhuri, kana kwamba imeunganishwa kwa mikono isiyoonekana. Kifua chake kilikaza, oksijeni katika nafasi hiyo finyu ilikuwa ikiisha. Pumzi ikazidi kuwa ngumu, kila mmoja akihema zaidi. Mlango wa chini ulikuwa umefungwa, dirisha la juu limefungwa. Akiwa amenaswa kati ya ncha mbili zilizokufa, Joe alihisi uzito wa kifo ukikaribia. Kisha akaisikia mbofyo hafifu unaojulikana. Sauti ile ile ya ajabu iliyomsikia hapo awali. Dirisha la uingizaji hewa lilifunguka. Bila kusita Joe alijisogeza huku akimeza hewa ya usiku. Pumzi ya kwanza ya uhuru ilijaza mapafu yake kama moto. Alishtuka sana kwenye sitaha, akiangaza kwenye upeo wa macho. Na hapo palikuwa kisiwa kidogo kikiinuka kutoka kwenye mawimbi. Jahazi lilikuwa likielea kuelekea huko, likivutwa kana kwamba linaongozwa na nguvu isiyoonekana. Matumaini yalizuka kifuani mwake. Labda huu ndio mwisho. Labda hatimaye naweza kutoroka. Mara tu mashua ilipofika kisiwani, Joe akaruka, mchanga chini ya miguu yake. Hasira na kukata tamaa viliwaka ndani yake. Akashika fimbo nzito, akaingia mitini kwa nguvu huku akiamini angempata aliyehusika na jinamizi hili. Lakini kisiwa kilikuwa tupu. Hakuna sauti, hakuna nyayo, hakuna moshi kutoka kwa moto. Hakuna kitu. Kimya tu. Utambuzi huo ulimponda. Huu haukuwa wokovu, ilikuwa mbinu nyingine. Akitetemeka kwa hasira na woga, alianguka tena ufukweni na kuganda. Huko nje ya maji, boti ile ya kuwinda ilikuwa ikiteleza vizuri, pua yake ikikata bahari kama mnyama anayewinda. Hiyo ndiyo mashua iliyomvuta hapa na kumtelekeza, na sasa akasonga mbele, akiwa na njaa ya mtu mwingine. Wakati huo, Joe alielewa. Jahazi na kisiwa vilifungwa kwa kitu cheusi zaidi, kitu kibaya ambacho kililishwa na hofu. Ikiwa angebaki, hatatoroka kamwe. Ilimbidi atafute njia ya kutokea, kwa vyovyote vile. Alipanda ukingo mrefu zaidi wa kisiwa, akichanganua upeo wa macho. Kwa mbali, kisiwa kingine kilitetemeka. Ni mbali sana kuona wazi, lakini halisi vya kutosha kutia tumaini. Moyo wake ulipiga. Aligeuka nyuma, akitangatanga ufukweni, mpaka miguu yake ilipoganda. Ilikuwa haiwezekani. Papo hapo, imefungwa kwenye miamba, kulikuwa na mashua yake ndogo ya wavuvi. Yule alipoteza hapo mwanzo. Na zaidi yake, watu. Sauti zinazojulikana, maumbo yanayojulikana. Kila kitu haswa kama ilivyokuwa hapo awali wakati siku yake ilianza. Mahali sawa, nyuso sawa. Sijui alifikiaje. Macho ya Joe yalimtoka huku akili ikizunguka. Je, yote yalikuwa kweli? Ndoto. Na ilikuwa kweli. Alisema, lakini ikiwa hiyo ni kweli, basi mashua yake ilirudije? Kisiwa hiki kilikuwa nini? Je, alikuwa huru au bado katika ndoto mbaya? Na jinsi movie inavyoisha, nipe comment yako hapa chini. Umejisikiaje na ulipendaje? Asante kwa kutazama, na natumai umefurahia hii. Tuonane kwenye video inayofuata ya kupendeza. Hadi wakati huo, tunze na tunakutakia kila la kheri, lakini usisahau kulike na kusubscribe.